Dada mmoja amekaa weka mikono hivi. Naona Shera. Huyo dada, huyu Shera kichwani. Huyu anayegeuka huyu. Amevaa hivi vizuri sana kama mama mchungaji. Huyu. Sio majuu. Shera kichwani mwako. Shera. Au malaika wanampa hiyo. Mlete mbele, mlete. Kimbisha haraka sana, tumalize kazi mapema. Mlete hapo tayari, kuna kitu hapo nyinyi hamuoni. Hamuoni ninachokiona. Mbele vizuri. Na vitu vyake vikakwe vizuri, vikae vizuri hapo sisi zake. Mlete. Shetani wewe. Wewe shetani. Unafu wewe. Ndoa yake iko wapi? Ndoa iko wapi? Ni kwa kama nani? Staki. Nataka ndoa yake. Mimi nimeona Shera anataka kumletea Shera. Staki. Ndoa yake iko wapi? Staki. Tuongee vizuri sasa. Sina nataka kuongea na wewe. Unataka kuongea na mtu vizuri? Staki. Unataka kuongelesha leo. Sio wakati wako umefika. Hebu sema watu wanacheka. Hao mapema wanapocheka hivi. Unacheka mikono tulia sasa tuongee. Leo umekamata tulia. Niacheni. Tokeni hapa. Acha kufokea watu. Wewe ulichukua ndoa yake wakati wake wa kuolewa. Ndio ulichukua Unaishi wapi? Unaishi wapi mwenzetu? Kavaa wivi kizuri ndio ulichukua. Nasema namwachia sura nachukua ndoa. Nisubiri nini? Nisubiri nini? Nisubiri nini sasa? Huyu mrembo ndio amechukua mume wake, si ndio? Subiri kwanza usogee. Nisogee. Nikaa hapa. Haya ongea sasa. Nisubiri nini? Ati tunamdoa kusubiri hapa? Ndoa yake iko wapi? Ni mwana malaika analeta Shera. Iko wapi ndoa yake? Haiwezi kuwepo ndoa. Atakiwa yule nani? Atakuwa na nini? Msiba tu atakumbwa na msiba. Atakumbwa na msiba. Msiba ya kina nani? Ya familia yake ndicho anachoonyesha. Kila anapolala na makaburi tu hapa. Umechukua ndoto ya kuolewa, umemkabidhi ndoto ya makaburi. Niache. Kulia hata kufokea watu. Leo tunamalizana hapa sasa. Subiri. Nasubirije sasa? Nasubirije wakati umechukua mali za watu? Subiri basi. Mimi nakusubirije? Atakuwa kwa moromo mwaka gani ndani? Atakuwa kwa moromo mwaka gani? Sasa simama juu, turushe moto hapo. Simama juu kila mmoja kwa asili hapo, tumnasua mwenzetu hapo. Binti mrembo, simama hapo mrembo. Subiri jamani. Tusubiri, tunasubiri sisi. Hebu msogeze huku tulipua hapo. Tulipua mwamba huo. Mwamba wa mizimu. Subiri. Mwamba wa kiganga huo. Subiri. Njoo hapa tumalizane vizuri. Nalipua hapo. Aya, mnaachia ndoa mwachi. Mnaachia mwachi. Aya. Tulia, simama vizuri. Niachie na simama. Aya, simama. Niachie. Ndoa mnaachia mwachi. Tulia hapo, mbona unaenda wapi? Tulia hapo, nenda hapo. Simama hapo. Nisimame hapo na mimi. Tulia hapo na wewe. Tulia hapo. Haya, jibu maswali. Ndoa unarudisha au urudishi? Mnaachia mwachi. Rusha moto, sema fire. Kwa jina la Yesu Kristo. Chochote ulichomnyang'anya nafasi ya maisha haitarudi. Una kiburi Leo tunakumaliza leo. Tunakata hicho kitu. Na tuboe macho. Na pasoi kwa vioo. Ayachia kila kitu. Achia nafasi yake. Achia ndoa yake. Achia nafasi yake. Achia kila kitu. Kwa moto. Kwa moto. Kwa moto. Kwa moto.
mizimu ya moshi, rombo, nashuka na moto, na waua kwa moto. Achia ndoa, achia fadhili yake, achia nafasi yake, achia nafasi yake. Mizimu ya kiganga. Nataka wewe mganga wewe binti. Naona vizuri. Nakuja. Ukimsogelea unakufa. Wewe ni nani? Siwezi kusema. Siwezi kusema. Leo navunja agano lako. Wewe ni mdogo. Leo nakutoa jasho leo. Leo naachia. Utoke. Umegusa sehemu sio. Nimegusa sehemu sio. Sio hicho iki ambacho atakafanya cha uganga. Wanatakiwa mganga huyu binti. Okay. Hawa naagua hivi anadanganya tu. Ndio mnataka Amtumiagi hivyo vitu. Okay. Sasa leo nakutoa. Wewe ni nani? Unayemtesa? Una haki ya kunyoji. Sina haki ya kuoji. Sasa leo nakuoji. Sasa sina haki ya kuoji. Umegusa sehemu sio. Umegusa sehemu sio. Okay. Nilikuwa nakusikiliza kwa muda mrefu. Ulikuwa unasikiliza tu? Ndio. Okay. Leo tunakukata kichwa leo sasa. Leo tunakumaliza leo. Leo tunakumaliza. Simama juu, msikae vita kali. Tuokoe mwenzetu huyu. Au tumwache. Tuokoe mwenzetu. Njoo. Okay, ajiandae vizuri sasa. Jiandae vizuri sasa. Narudi kwenye chanzo cha babu wa kwanza. Hilo agano lililoweka naliona kwenye ardhi ya moshi. Ndio nalitaka hilo agano. Naliona vizuri. Naenda kudondosha damu ya Yesu hapo kwenye hilo kaburi. Naenda kuachia jina la huyu binti. Kuza mahali mbalimbali. Alikuja kuomba. Alikuja kwenye hilo kaburi. Alitoa nini? Hakutoa chochote. Alikuja kuomba. Alitamka nini? Haina kazi aliyokubali. Na aliyekubali. Sasa kama amekubali, kwa nini aolewe? Sisi ndo tunaoamua. Ndio mnaoamua. Sasa leo Mungu anaenda kuamua kwa ajili yake. Inayoachiliwa huko nyuma, nakuja huko. Bado nakuja, naendelea, kazi iendelee. Nakuja huko. Kwa ndo naye amua. Okay, sawa. Sasa leo tunakuamulia hapa. Leo tunakuamulia hapa. Haya. Nashuka kwenye hilo kaburi. Siku hiyo, tarehe hiyo, nenda kufuta maneno yake. Nenda kufuta maneno yake kutamkia. Yeye alikuwa ajui madhara yake. Alikuwa ajui madhara yako, ndio umepotezea muda. Umekuharibia hatima. Hatima yake ni kuwa mganga. Hiyo hatima yake ni kuwa karne na karne. Alikuwepo. Karne na karne. Alikuwepo huyo. Kwenye hiyo njia. Kwa hiyo nafasi alishapewa na alishakabidhiwa. Alishakabidhiwa. Haito ni kwetu kabidhiwa kabisa. Alikabidhiwa, mlimkabidhi nini? Mlimkabidhi nini? Hawezi? Tunasema leo rasmi. Leo? Mnasema leo rasmi. Mzuia asije huko. Ulikuwa mzuia asije? Sasa mlijua. Mlijua. Nyie mnaanzaje kujua anachoenda kufanya leo? Mnaanzaje kujua? Naona. Mapepo yanajua nyakati, ndio inaambia wakati wewe wanamjua. Yaani hata kabla hujazaliwa anajua wakati wako utakuja kuwa nani. Sasa amezaliwa. Kwa leo mlikuwa mmemzuia asije kabisa. Huyu ni wa kweli. Simama juu tumalizie kazi sasa. Kwa jina la Yesu Kristo, nashuka kwenye hilo agano, mahali lilipowekwa hapo moshi, kwenye hiyo ardhi, tarehe hiyo, wakati huo, majira hayo, ninafuta kwa moto sahihi. Ninashuka kwa moto. Ninashuka kwa moto. Ninashuka kwa moto. Naagiza malaika kijijini kwao washuke kwenye hilo kaburi. Kuanzia sahihi. Kwa jina la Yesu Kristo, kata mawasiliano kuanzia sahihi. Kwa moto. Navunja hilo agano. Kata mawasiliano. Yes. Yes. Yes.
Kwa jina la Yesu Kristo, kuanzia saa hii sema tunavunja ile agano ambalo waliweka kwa ajili ya huyu binti ili kutesa maisha yake. Sema tunalivunja kwa mara ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya tano, ya sita, ya saba, ya saba, ya saba. Vunja kwa moto. Yote mawasiliano. Yes, huwezi kata, huwezi kamata hiyo. Huwezi zuia hiyo nguvu kubwa hii. Navunja agano kwenye mikono yako. Navunja mikono yenu yote, kuanzia mzimu wa kwanza wa babu mpaka wa mwisho. Navunja mikono yenu. Yote mawasiliano. Shika mikono. Shika mikono. Moto masaba. Yes, mikono paralyze. Mikono paralyze. Mikono paralyze. Hiyo na paralyze. Hiyo na katika. Hiyo na paralyze. Yes. 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 1, 2, 3. Kufa kwa moto. Chia baraka zake. Chia maisha yake. Jivua ndani yake, achia kichwa, achia ufahamu, achia mawazo, achia ndoto zake, achia kila kitu na kumaliza hivyo. Unakufa hivyo. 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 Kata mawasiliano kila mara. Vunja nguvu zenu zote. Hamtasimama tena kwa jina la Yesu Kristo. Vunja maagano yenu yote. Kata mawasiliano. Kuanzia tarehe aliyoingia kwenye maneno, matamshi hayo, na ifute hiyo tarehe. Nafuta hiyo siku. Nafuta huo mwaka. Futa kila mahali. Komboa nafsi yake na kichwa chake, fahamu zake na mawazo yake, mikono yake. Nafuta atakuwa mganga binti yule. Atakuwa mganga binti yule. Nafuta hiyo. Kuja mwanzo. Vunja kila mahali. Kata mawasiliano. Kwa jina la Yesu Kristo mtasimama tena. Hamtamwona tena. Na wanyonga wote waambia kiongozi wenu mpaka wa mwisho. Kwa jina la Yesu Kristo. Sasa Roho Mtakatifu. Fungua mawazo yake. Fungua akili zake. Macho yake. Na yakomboa kuanzia saa hii. Kwa jina la Yesu Kristo. Kwa nguvu ya Yesu Kristo. Ufusi ya mizimu. Fungua macho yako. Fungua macho yako. Fungua jicho la kwanza, jicho la pili. Mizimu itamwona tena kwenye ulimwengu wa roho. Yesu Kristo. Nguvu ya Yesu Kristo. Hamtamwona tena na wapofusha. Sawa sawa Zaburi 33:6. Hamtaona tena. Hamtaona tena. Hamtaona tena. Hamtamwona tena. Hamtamwona mama yake. Hamtamwona mdogo wake. Kwa jina la Yesu. Asante Roho Mtakatifu. Narudisha kumbukumbu zake, fahamu zake, narudisha katika nafasi ya kupata na sio kupoteza, katika nafasi ya kufanikiwa na sio kupoteza. Narudisha kwenye nafasi. Narudisha kwenye nafasi. Narudisha kwenye nafasi. 1, 2, 3. Komboa ndoto yake, komboa maisha yake, komboa kibali chake, komboa uzima wake, komboa baraka zake. Kila kiapo kilichowekwa kwa ajili ya kuzuru maisha yake hakitosimama tena katika jina la Yesu Kristo. Kama ilivyoandikwa, kila goti litapigwa na kila ulimi utakiri. Kuanzia sasa, kila nguvu iliyosimama haitosimama tena. Kufa kwa moto. Hamtakuwa na nguvu tena za kumshikilia. Kufa kwa moto malizika katika jina la Yesu Kristo. Nichona malaika mletee wampe chote. Jesus Kristo. Asante Roho Mtakatifu. Asante Roho Mtakatifu. Sema tunakomboa baraka zake, tunakomboa maisha yake, tunakomboa ndoto yake, tunakomboa ndoto zake, tunakomboa fadhili yake, tunakomboa ndoa yake. Kuanzia sasa iingie ndani yake. Ndoa iingie, baraka ziingie, kibali kiingie.
uchumi uingie, mikono imwingie ya baraka, hatua za baraka zimwingie kwa jina la Yesu. Sema amen. Simama juu tia. Inuka juu. Simama juu kwa mguu. Sema asante Yesu. Sema asante Yesu. Sema asante Yesu. Sema asante Yesu kwa kunifungua. Siku moja nitakuwa na ndoa. Sema nitakuwa na ndoa. Nitakuwa na maisha mazuri. Sema nitakuwa na maisha mazuri. Sema nitatimiza ndoto yangu. Amen. Hebu tembea.